Hello, karibu sana kwenye kipindi chetu cha habari cha siku ya leo, na tunafurahia sana kwa pamoja nawe. Hii ni Pepela News ambayo inakufikishia taarifa hizi za habari magharibi ya siku ya leo, tukiwa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026, na hivyo tunaweza kuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwake ambako hali inaendelea kuwa tete kulingana na maandamano, vita, magonjwa ambayo inaendelea kusumbua eneo hilo. Na leo hii tutakupeleka ndani ya Nigeria ambako pia hali ya wasiwasi inaendelea kuzuka, na hivyo paliweza kuripotiwa mapigano kati ya wahuni ambao ni wajambazi wa kuteka raia, na hiyo mapigano iliweza kusababisha watu kadhaa kuweza kufariki dunia na wengine kuweza kupata majeruhi makali. Hivyo ili uweze kupata taarifa zetu zote kwa makini, endelea kuwa nasi hadi mwisho. Na pia jambo ambalo tutakuomba, ikiwa wewe ni mara ya kwanza kuweza kututembelea, tunasema asante sana na tunafurahia kwa kuweza kuchagua kipindi hichi na redio yetu kuwa kama kipindi chako cha kuletea taarifa za habari. Na hivyo ili uendelee kunufaika na habari zetu, usiweze kusubscribe, kushare na kucomment ili tujuze unatufuata ukiwa eneo gani, ikiwa ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kuweza kutufuatilia. Tuanze na taarifa yetu ya kwanza tukiwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko ndani ya Ituri ambako maandamano yaliweza kufanywa dhidi ya vikosi ambavyo viliweza kutaka kuanza uchimbaji wa mafuta ambayo inajulikana kama petroli, na maandamano hayo yaliweza kufanya muda mrefu kwa kuwa wakaaji wa eneo la Bunia huko Ituri wameweza kukataa kabisa uchimbaji huo kuweza kufanyika. Ilipofika tarehe 27 Julai mwaka huu 2026, wakaaji wa eneo la Bunia wameweza kusimama na kuweza kupinga kile ambacho walikiita kuwa ni uharibifu wa mazingira, na maharibifu hayo yaliweza kutajwa kuwa ni kuweza kuyachimba au kufanya exploitation ya petrol katika eneo la Bunia ndani ya ziwa la Albert. Wakaaji wa eneo hilo wameweza kukataa kabisa uchimbaji huo kuweza kufanyika na kusema kuwa uchimbaji huo unaweza kusababisha watu wengi kuweza kupoteza makazi yao na wengine hata kuweza kupoteza kazi zao kwa kuwa wanategemea kazi za uvuvi pia ulimaji katika eneo za karibu na Albert. Hiyo inaweza kufanya wakati wa uchimbaji wa mafuta hayo wengi waweze kupoteza kazi zao na makazi yao. Pia wakaaji hao waliweza kujiunga na kuunda kikundi ambacho kinajulikana kama Notre Terre Sans Petrol, na kikundi hicho kimeweza kusisitiza kuwa hakitaki hali hiyo iweze kutukia kwa kuwa wakaaji wengi katika eneo hilo wanategemea ziwa hilo ili kuwa kama rasilimali yao ambayo inategemeka zaidi sana na wakaaji wa eneo hilo. Maandamano hayo yaliweza kuungwa mkono na mashirika mbalimbali ya kijamii katika eneo la Bunia kama vile shirika la CDC Bar RN na pia Fored, pia shirika la Fekopale na shirika la AFEM na mashirika mengine mengi yaliweza kuhusika katika maandamano hayo ili kuweza kupinga kuweza kufanyiwa exploitation ya petrole katika maeneo hayo ambayo wananchi wanategemea kuwa kama rasilimali yao ambayo wanategemea kabisa na kwa ajili ya vizazi vyao vya wakati ujao. Hizo hapo zilikuwa ni taarifa kutoka huko Bunia ambako kusema kweli hali si shwari kutokana na mpango huo wa kuanzisha exploitation ya petrol katika maeneo hayo ambayo wakaaji wengi wanakaa. Acha basi tuamie upande wa pili tukiwa ndani ya nchi ya Nigeria ambako imeweza kuripotiwa pia kuwa mapigano makali kati ya majambazi na askari polisi imeweza kutokea na yaliweza kusababisha vifo vya watu 29 wakiwemo majambazi 17, askari polisi 10 na wananchi au raia wawili. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo iliweza kutolewa na kuthibitishwa na
askari polisi wa maeneo ya mapigano hayo ambako iliweza kufanywa katika eneo la Kebbi. Kulingana na taarifa hizo hizo kutoka eneo hilo ni kwamba majambazi hawa walikuwa ni wengi na mapigano yaliweza kufanya muda mrefu yakiweza kupiganwa, kwa kuwa vikosi hivyo ni kana kwamba vilikuwa na nguvu na viliweza kuendelea kusukumana na jeshi la askari polisi, na hivyo waliweza kudhibitiwa, lakini kisha mapigano makali, na hivyo vifo viliweza kuripotiwa, na inasemekana kuwa vikosi hivyo vinaripotiwa mara kwa mara kuwa ni vikosi ambavyo vinasababisha vita, mvurugo wakati wowote katika maeneo hayo ya Nigeria, ambako vikosi mbalimbali vya wanajeshi vinaendelea kusukumana nao, lakini bado havijaweza kuwasukuma na kuweza kuwaondoa katika eneo hilo. Na pia inasemekana kuwa vikosi hivyo vinateka wananchi na raia mbalimbali ili kuweza kulomba pesa za fidia, na pia zinaendelea kusababisha machafuko mengi kama vile kuwaua wananchi, kuchoma nyumba zao na kupora mali zao, hasa mifugo. Na wanajeshi wa Nigeria wanazidi kupambana nao ili kuwasukuma na kuwatosha katika maeneo ambayo wanazidi kuendelea kukosesha amani wananchi. Hizo zilikuwa ni habari kutokea nchi jirani ya Nigeria, na hivyo acha tusonge mbele na kuendelea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwa huko Kalehe ambako zaidi ya watoto 1,500 wameweza kuripotiwa kuwa yawezekana wanaweza kukosa kusoma masomo hii ya mwaka 2026 mwaka 2027, kwa kuwa nyumba ambazo walikuwa zikitumia au shule ambazo walikuwa zikitumia kwa ajili ya kuendesha mafunzo yameweza kuharibika kutokana na mapigano makali ambayo yalikuwa yakifanywa katika maeneo mbalimbali ya teritwari hiyo. Na imeweza kuripotiwa kuwa majenzi au manyumba ambayo walikuwa likitumia wanafunzi hao yameweza kutumiwa kama kuni ya kuweza kukongea moto wakati ya mapigano kati ya vikosi vya M23 na wazalendo, na hivyo hali hiyo imeweza kufikia hadi kuweza kuharibu maeneo mbalimbali ambayo wanafunzi walikuwa wakikutania ili kuweza kupata mafunzo mbalimbali. Na tena imeweza kuripotiwa kuwa vifaa mbalimbali ambavyo vilikuwa vikitumiwa katika mafunzo pia vimeweza kuharibiwa kutokana na mapigano hayo, moja wapo ikiweza kuchomwa, vingine vikiweza kuharibiwa kwa kuweza kukosa mtu wa kuvichunga vizuri. Na hali hiyo imeweza kufanya hadi iweze kuwa na wasiwasi mkubwa kwa wananchi kuweza kupata nafasi ya kuweza kuwapatia mafunzo ya shuleni watoto wao. Hali hiyo inatokea ndani ya Walikale katika maeneo ya masheferi mbalimbali, na imeweza kugusa baadhi ya shule ambazo wananchi wengi walikuwa wakizitegemea ili kuweza kuwapa watoto wao mafunzo. Hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tukikutarishia kwa siku ya leo, ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Basi acha tumalizie hapa, na tunakutakia mchana mzuri au mwendelezo wa siku mzuri eneo zote ambako unatufuatilia, na basi acha tukutanane wakati mwingine ambako tutakuletea taarifa zikitokea ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaweza kujikaza ili tukusogezee habari kutoka maeneo yote ya dunia nzima. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuna furaha kubwa kwa kuweza kuchagua Pepele News kuwa sehemu yako ya kujipatia habari. Kwa hiyo ili kuweza kutuonesha ikiwa unatuunga mkono katika kazi ambazo tunazifanya, usiweze kuondoka bila kushare, kusubscribe na kucomment ili tujulishe unatufuata ukiwa eneo gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa upendo ambao unaendelea kuonesha channel yetu hii, na hivyo tunapenda tuonane wakati ujao. Kwa hiyo kwaherini.